kwa nini mwanakristokrasia anatakiwa, sababu inaonekana kwamba anatakiwa kuwa na nafasi ya juu katika jamii. Kwa nini awe tu nafasi ya juu wakati Kristo amesema tunatakiwa tunyenyekee, na yeye anatakiwa nafasi? Kukosa kunawezekana, lakini si mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Mungu ni tayari kututosha pa ile kiwango na kutuingisha kwenye kiwango ingine kama sisi tunakubali. Shalom shalom watazamaji, naitwa Mtume John Kapeta, mtume wa Kristokrasi, na chukua nafasi kwa kipindi chetu cha leo ni kutambulishe mtumishi wa Mungu ambaye ametutembelea leo kutokea Congo DRC, na yuko katikati yetu. Yeye ni mwana Kristokrasia na ni mwalimu. Tutakuwa naye kwenye kipindi chetu cha leo ili tupate kuongea yale ambayo Bwana amekusudia tupate kuyaongea. Karibu sana Dr. Willy, mwalimu wa Kristokrasi kutoka DRC. Ninakukaribisha sana katika TV yetu na kipindi chetu cha Kristokrasia, mamlaka ya utawala wa Kristo duniani kupitia wa Kristo halisi. Karibu sana. Asante mtume wa Mungu, mtume wa Kristokrasia hapa Afrika. Mimi ninaweza kusema nina heri kwa sababu sijapokelewa kwa mtu yoyote. Tuna wanakristiasia ni wengi tu, lakini hapa nafuata kibali ya kuweza kupokelewa na kiongozi wa Kristokrasia bara ya Afrika. Ndio kwa maana nakushukuru sana, nasema asante kwa nia nzuri ya kukubali kuweza kutupokea hapa Dar es Salaam. Leo tutakuwa na mambo mawili matatu ambayo tunataka kuyaongelea, ambayo ni muhimu sana tukiwa kwenye kipindi chetu hiki cha kila Jumapili. Watu tunakuwa na vipindi kama hivi, lakini nitakwenda kutambulisha yale mambo ambayo tutakwenda kuyaongelea ili pia na wewe mtazamaji upate kufaidika na ufunuo wa Kristokrasi na mtazamo tulionao na kwa nini tunaongea kuhusu Kristokrasia au Kristokrasi kwa kimombo. Lakini haya mambo ninayotaka kuyaongea ni yafuatayo. Tutakwenda kuongea kuhusu pointi mbili ama tatu ya msingi sana na ya muhimu sana katika masomo yetu ya Kristokrasia. Ya kwanza ni kwa nini mwana Kristokrasia anatakiwa kuwa na nafasi ya juu katika jamii. Kwa nini mwana Kristokrasia? Ninaposema mwana Kristokrasia ninaongea kuhusu mtumishi wa Mungu, Mkristo halali ambaye anahusika na masuala ya kifalme. Kwa nini anatakiwa kuwa na nafasi ya juu kwenye jamii au kuwa na nafasi ya juu katika idara? Na ya pili itakuwa ni tofauti kati ya injili ya mafanikio na kutengeneza utajiri. Injili ya mafanikio, tofauti kati ya injili ya mafanikio na kutengeneza au masomo ya kutengeneza utajiri au kutengeneza rasilimali fedha. Na ya tatu itakuwa pia ni mengineyo ambayo tutakwenda kuyaongea hapo katika hizi pointi mbili, kwamba kusudi lile la Mungu kwa ajili ya wanakristokrasia ni nini hapa duniani, na mchango wetu sisi kama washirika au wafasi wa Kristo hapa duniani, hasa kwenye mataifa yetu tulioko, kwa sababu tuna wanakristokrasia wako Ulaya, tunao wako bara tofauti tu, lakini sisi tukiwepo hapa Afrika na nafasi yetu ni nini. Kwa hiyo kuna vitu vitatu, viwili vya msingi na vitatu cha tatu ni kile ambacho umuhimu wetu katika bara na kazi tunayoifanya na kwa nini tupo katika bara letu hili. Kwa hiyo niseme tu kwamba mwalimu
tumezoea kusema dokta mara nyingi, lakini ni mwalimu. Kihuduma ni mwalimu kwa sababu ya huduma ambayo Mungu amempa. Mwalimu, kwa nini mwanakristokrasia anatakiwa, sababu inaonekana kwamba anatakiwa kuwa na nafasi ya juu katika jamii? Kwa nini awe tu nafasi ya juu wakati Kristo amesema tunatakiwa tunyenyekee, na yeye anatakiwa nafasi ya juu? Ni kwa sababu gani? Asante sana, swali yako ni nzuri. Lakini nitaomba kwa wale wote wanakuwa nafuata kipindi hiki wapate kuwa na nia yenyewe inetushauriwa kwa neno la Mungu, nia ya kunyenyekea. Ndio. Kunyenyekea haina uzembe. Kunyenyekea ni nguvu, kwa sababu mtazamo ya Mungu wakati unaongea maneno ya kuwa nafasi ya juu ni tofauti na mtazamo ya ulimwengu. Mtazamo ya ulimwengu kwa fazi ya juu ni kuya nafasi tu ile naweza kukupatia sifa, ile naweza kukupatia heshima, ile naweza kukupatia sehemu ya kibali mbele ya watu. Lakini mtazamo wa Mungu wakati anasema kunyenyekea, anataka kutufundisha namna gani tunaweza kutembea mpaka tufike mkiwango ya kuwa na ushawishi kubwa katikati ya watu. Ndio kwa maana taanza na kuleta picha moja neno la Mungu. Yesu anatufundisha, anasema sisi kama Wakristo inafai tukue kama chumvi ya ulimwengu. Sasa napenda kuingia kwenye jiko tu wakati mama anakuwa anaandaa chakula. Ukitazame bwingi ya chumvi ile kunaweka kwenye mboga ni kidogo tu, lakini mboga nyingi mei chumvi na ushawishi ya ajabu. Kujinyenyekeza hapa ni kuya kama chumvi tu. Ukinitazame unaniona mdogo, ukinitazame unaona kama sifai sana, lakini mahali nimetiliwa kwa Mungu nina ushawishi ya ajabu. Njo ile inakuwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya yule yote anayeitwa mwanakristokrasia. Na hapa tena tutaongeza, wakati tunaongelea mwanakristokrasia, inakuwa kama dini mpya. Hapana, si dini mpya. Tunaongea tu kuhusu Mkristo wa kweli, ule ana ufunuo ya kutambua aseme eko mfalme kwa wakati hii pamoja na Kristo. Wewe ni mwana Mungu, umeshaamini Yesu kama Bwana na Mkombozi, hata kama auitwe mwana kristokrasia, lakini maisha yako ni ya kifalme, uko mkoani wa kifalme. Ni ile taweza kujibu kwa kipande ya kwanza, ni kusema tuna ushawishi kama tunaishi kama chumvi. Chumvi ni ndogo tu, lakini na ushawishi kubwa sana. Aliendelea tena nasema sisi kama Wakristo tukuye jua au mwangaza kwa ajili ya ulimwengu. Utaona kama vile tuna mataa hapa, inaonekana ni kidogo tu, lakini ina uwezo ya kuweza kutuangazia nyumba mzima hivi tupate kuona. Lakini mahali panatokea ile taa ni mahali padogo tu, lakini ushawishi ya mwangaza inakuwa kubwa pahali paangiza. Ni ile inabidi kila mmoja wetu aitambue ya kwamba pahali pa juu aina kama kitu kenye sisi wa Kristo tunakimbilia tukue pahali pa juu. Mungu mwenyewe ametuanda juu tukue pahali pa juu. Mkristo yote ameshaweka pahali pa juu. Inabidi yeye aminia kuwa ameweka pahali pa juu na tembee pahali pa juu kwa ajili ya ushawishi. Ni ile inaweza kuwa jibu kitoko ya mwanzo tunaweza kuleta pahali. Dr. Mwalimu wetu ameeleza vizuri sana, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna kusudi la Mungu ambalo analo na watu wake. Na tunapotazama kwenye Biblia katika kitabu cha Mwanzo 1 na mstari ule wa 28,
Na ukianza mstari ule wa 26 mpaka 28 unakuta kwamba katika mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu, amemuumba mwanadamu na alimpa nafasi ya juu. Kwa sababu alimweka kuwa msimamizi wa rasilimali, vitu vyote pamoja na watu. Kwa hiyo alimweka awe mahali pa juu. Na naongeza tu alichokisema mwalimu wetu kwamba kwa kweli, na nafasi ya kwanza ni kuwa na ushawishi ambao utaleta mapinduzi ambayo yataendana na kusudi la Mungu. Kwa sababu wakati mwingine tunaposema unatakiwa uwe na mahali pa juu, wengine wanafikiri kwamba kuwa mahali pa juu si sehemu ya Wakristo. Hapana, Mungu anataka tuwe mahali pa juu, lakini kuna mchakato ambao tunatakiwa tuufuate. Tunapokwenda kwenye Biblia, tukisoma katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 mstari ule wa, ukianza mstari wa 6 mpaka wa 9, Biblia inaonyesha vizuri, sababu unajulikana sana kwamba Yesu Kristo pamoja na kwamba alikuwa yeye mfano wa Mungu, aliacha nafasi ya uungu na sifa zake zile, alafu akachukua mwili wa mwanadamu, akashuka, akajifanya yeye kuwa si kitu, akachukua na nafasi ya mwanadamu, akawa mtumishi. Unaona, alafu akashuka. Kwa sababu alishuka sana, lengo lake la kushuka lilikuwa ni nini? Kwa sababu wakati mwingine tunatakiwa tuelewe kwamba kwa nini Yesu Kristo alishuka. Na mara nyingi watu tunasema lazima tushuke, lakini tunashuka kwa nini? Tunashuka kwa sababu Yesu Kristo alishuka. Na kushuka kwake, Biblia inakuja kusema hivi kwenye kitabu cha, kwenye mstari wa 9 anasema, kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumupa jina lililo kuu kuliko kila jina. Unaona? Kwa hiyo alipewa jina kubwa iliyo juu kuliko majina mengine kwa sababu ya kujishusha kwake. Lakini alivyojishusha, matokeo ya kujishusha kwake, alipewa nafasi ya juu. Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa tuelewe ya kwamba lazima tuwe watu wanyenyekevu ili Mungu atupe nafasi za juu. Akitupa nafasi za juu, tutakuwa na ushawishi. Na nafasi hii anatupa hata kwenye jumuiya unakoishi, nchini unapoishi, mitaani, kazini kwako. Ukiwa mnyenyekevu, na Mungu atakuinua. Na anapokuinua utakuwa na ushawishi. Unajua ushawishi unasaidia sana. Kwa sababu hatuwezi tukafundisha ufalme wa Mungu mahali ambapo hatuna na ushawishi. Kwa hiyo tunakuwa na ushawishi ule tunapokuwa tunachukua nafasi ya juu. Unajua hata kwenye taifa, wenye kauli za kuongea ni wale ambao Mungu aliwafanyia neema ya kuwapa nafasi ya juu. Sasa kama sisi kama Wakristo hatutakuwa na nafasi ya juu, hata kauli zetu hazitasikika. Kwa hiyo tunatakiwa tuonekane kuwa wanyenyekevu, tushuke, tuonyeshe nia iliyokuwa na Kristo tuwe nayo, kwa sababu ndio kusudi la Mungu kwamba tukuwe na nafasi ya juu. Kwa hiyo sisi kupata nafasi ya juu ni kupitia kunyenyekea kwetu, lakini kwa nafasi ya juu ni muhimu sana kwetu sisi wana kristokrasia, kwa sababu itatupa nafasi ya kuwa na ushawishi. Kwa hiyo tunaungana kabisa na mtumishi wa Mungu alichokisema. Ameleta mfano mzuri, amesema ni sawa sawa na chumvi. Chumvi ni ndogo sana. Nimefurahi sana kwa sababu hiyo imenipa funuo kubwa sana. Kwamba ulipoingia jikoni, umesema jikoni chakula kinaweza kawa kingi, hauwezi kuchukua chumvi kiasi kama kile cha chakula kuweka. Utaweka kidogo tu, na unapoweka kidogo inatengeneza ladha ya chakula. Kwa hiyo ndio ushawishi tunatakiwa kuwa nao. Haijalishi wewe ni mdogo namna gani, lakini mahali ulipo lazima ushawishi. Chachu ni mdogo lakini ushawishi wake ni mkubwa sana. Unaona? Kwa hiyo huwezi kufanya kutengeneza mkate, lazima uhitaji chachu. Kwa hiyo kwa nafasi yake hiyo chachu unapoiweka kabisa tu kwenye kitu, kwenye unga wa ngano, moja kwa moja inachachusha kila kitu ulichokifanya kiimisha. Kwa hiyo ushawishi wetu ni wa muhimu sana. Lakini ili tupate kuwa na ushawishi, tunatakiwa tukae mahali ambapo Mungu anakusudia tukae. Na Mungu amesema tutakuwa vichwa, tukae vichwa. Lakini ili tupate kuwa vichwa, lazima tunyenyekee. Sasa Dokta, nitaka kuongeza kidogo kulingana na kitabu ya Filipo. Ndio. Wakati sauti ya Mungu inasema Yesu amerishusha,
anabeba hali kama ya binadamu, Ndio. ashikutazame umungu wake kama kitu kia kushikamana nakyo. Aimanishe ya kuwa Yesu anacha kwa Mungu. Eko Mungu, lakini namna yake ya kuishi anailinganishwa na watu wenye kiwango ya chini kwa ajili ya kuwashausha batoke kiwango ya chini baelekee kiwango kama cha kwake. Amen. Ni hii mpango ya Mungu. Wakati Yesu ameshuka, kushuka kwake, kujinyenyekeza kwake ni kwa ajili ya kwa kututafuta mahali zambi iliyotupeleka. Kwa sababu zambi imetupeleka pahali pasipo kwa Genesis sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Tulipotesha mahali Mungu alituweka, mahali pa juu pa utawala. Kristo ameshuka kutufuatilia mahali tumejikutanisha kwa ajili ya zambi zetu. Kushuka kwa Yesu ni afikie kiwango kama kia kwetu, wakati ile yeye ni Mungu. Na atutoshe mui hali ya ubinadamu, atuingishe muhali ya kimungu. Amen. Sasa muhali ya kimungu haina hali ya chini, ni mahali pa juu, pahali pa ushaushi. Amen. Ni sawa, nditaka kuongeza pale. Kwa sababu mwalimu, sisi wa Kristo tunafikiria kuwa kujinyenyekeza maana yake kubakia wa mwisho. Kujinyenyekeza maana yake kuwa maskini. Kunyenyekeza maana yake kukosa kwa na ushawishi. Ile ni kutazama kubaya. Kristo anapenda turudidie mahali petu. Mahali petu ni pahali pa ushawishi. Sehemu yoyote unaweza kupatikana ukuwe na ushawishi kubwa kama ya chumvi. Haleluya. Mwalimu amesema kitu kizuri sana. Mimi nimeungana na wewe kabisa, kwa sababu umesema alishuka mpaka atufikie sisi pale tulipokuwa chini, kwa sababu na pale tumefika ni kwa ajili ya dhambi. Hapo sawa sawa. Kwa hiyo maana yake sababu tulifanya dhambi, alafu tukapoteza utukufu. Sawa. Tukapoteza nafasi. Sababu ninajua kwamba dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa kule bustanini Edeni, haikuwa tu ya kiroho. Ilimpotezea mpaka utawala. Ilimpotezea mpaka na nafasi yake ya kwanza aliyokuwa nayo. Sawa. Unaona? Kwa hiyo sasa Yesu Kristo alikuja akatufuata huko chini. Akatufuata huko chini tulikokuwa bila sifa, akanyenyekea akafika kwetu ili sisi atunyanyue sisi, tuchukue mfano wake ili turudie tena pale juu ambapo tunatakiwa kuwa. Mwalimu, nimefurahi sana, mchango wako ni mzuri. Najua kwamba hata watazamaji wetu wanaotufuata watakuwa wanabarikiwa na pia wanaweza wakaendelea kufanya utafiti zaidi ya hiki tunachokisema ni kwa mtazamo wa ufunuo wa Kristokrasia. Kwa hiyo pointi ya pili ambayo muda wetu umetukimbia, tunataka kusema tofauti gani iliyopo kati ya injili ya mafanikio. Pokea, nunua, jenga, fanya. Tofauti gani kati ya injili ya mafanikio na kutengeneza rasilimali fedha, ambayo tuko tunaita katika chuo chetu cha Kristokrasia wealth creation? Tofauti gani iliyopo pale? Kwa sababu kuna watu wengi wanasema Kristokrasia mnafundisha mafanikio, mnafundisha injili ya mafanikio. Sasa dokta, kuna tofauti pale au ni ile ile ya mafanikio ndio tunayo ndio Kristokrasia pia inaongelewa? Tataka kuleta mwangaza pale. Wakati hata sisi watumishi wa Mungu tunakuwa tunaongea tunasema injili ya mafanikio ni kwa makosa. Mtume Paulo anaandika anasema hakuna injili ingine hata moja, hakuna injili ingine isipokuwa hii sisi tumeleta. Nataka kujulisha wenzetu watumishi wa Mungu kuwa akuikalake injili ya mafanikio ainako. Wale wanafundisha maneno ya mafanikio wanafundisha jambo isipokuwa injili, lakini banaifanya ikuwe kama injili, kwa sababu tunajua injili tu moja na ya milele ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Sasa tuongee kuhusu wandugu wale kunafanya injili na kwa kama njia ya kupata utajiri na mahali. Wao wanafanya injili kama njia ya kutafuta utajiri na mahali na sifa na vingine. Ni makosa. Kristokrasia ni injili ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuhusu mamia na mamia ya manafsi ya mataifa na mataifa, ya marangi na marangi, ifike kuokovu milele. Lakini hii habari njema ya Yesu itafika je kugusa watu wa mahali tofauti? Kuna mahitaji nje ya zawadi ya au nje ya huduma, kama mwinjiliste, kama mwalimu, kama mtume na wengine. Kuna vitu vile inapasha tukue navyo, vitatupatia njia ya kuweza kuzambarisha habari njema kwenda nayo pahali pa mbali zaidi. Kwa mfano leo tunatumia media, tunaikaa kwenye TV hapa, kamera haijatoka mbinguni, kamera ni hapa duniani. Kwa ajili ya sisi kutangaza habari njema hivi ifikie wandugu Marekani, inatupata uwezo ya kuweza kufikishia habari njema. Kwenye kristokrasia tunajibia ku swali moja kwenye Biblia. Wakati tunaongea sasa, inabidi tukue na uwezo ya kuzaa pesa na maendeleo ya pesa. Tukue na pesa, tukue na vitu, tukue na vyombo, ni kutaka kwa Mungu. Na kila yote anafundisha watu namna gani ya kufanya pesa, namna gani ya kutafuta utajiri. Eko kwenye mawazo ya Mungu kamili, asiyafanya kosa, asiumie kwa ajili ya hiyo. Lakini kuna wale wanafundisha kwa kutafuta pesa juu ya sifa yao wenyewe, mali yao wenyewe, na hii imetufikia sisi kama watumishi wa Mungu wengi, imetuacha katika makosa. Tunafikiria kwamba mimi kama mhubiri wa neno la Mungu, watu wengine watatafuta tu pesa kwa kazi yao, mimi wataniletea mi pesa. Hata ile pesa wakinipatia yeye, haina pesa ya mimi kufanyia nayo Mungu kazi, ni pesa ya mimi kununua nyumba yangu, ni pesa ya mimi kununua gari zangu, ni pesa ya mimi kulipia watoto wangu shule waendelee na mafanikio mengine. Ya kwangu mimi aina ya kutumika nayo kazi ya Mungu. Lakini aina hivyo tulifundishwa na mtume Paulo. Paulo anatufundisha, nasema hivi: mimi nina haki ya kuweza kupata kitu kyote kutokea kwa upande wenu, kwa sababu nimenupatia maneno ya uzima wa milele. Amen. Lakini najimia hayo hivi nishikwaze habari njema ya Yesu Kristo. Anasema ninajinyima. Najinyima. Nikisema si bebe ile kama jambo la mwanzo kwa ajili yangu. Kama itawezekana nisipate kitu chochote kutokea kwa upande wenu, lakini nyinyi mufike mkuamini injili, tafanya kwa moyo. Na akiendelea nasema mikono yangu haikubaki bila kufanya kazi. Hivi nijibie kwa mahitaji yangu na nijibie kwa mahitaji ya wale wengine wote weko pamoja na mimi. Tazama mtumishi wa Mungu, kwa sababu muda anasonga sana. Yesu anikaa sehemu jangwani pamoja na wanafunzi, anahubiri neno la Mungu, anachukua muda mrefu. Kunatokea wakati wanafunzi wanasema, jamani mwalimu, kama utaacha watu wende hivi wapate kwenda kutafuta chakula. Akili nzuri tu, ache watu wende wakatafute kwa chakula. Lakini kiajabu Yesu asikisema mnasema vibaya au mnasema mzuri. Akasema tu nyinyi wapate chakula. Ashikwanza kuongelea maneno ya chakula ya kiroho, kwa sababu mara nyingi sisi watumishi wa Mungu tunaingia kwenye maneno ya kiroho paka na mahali pasipo neno la kiroho. Chakula ya kiroho ni ile Yesu alikuwa anishakutangulia kuwafundisha muda mrefu. Wanafunzi wakati wanakuja banamwambia uache uende ukatafute chakula. Haina chakula ya kiroho, ni chakula ya mwili, chapati. Watafute pilao, watafute mkate, hamburger. Yesu akamwambia sema
niwapatie nyinyi wenyewe chakula. Je, Yesu alikuwa anawacheka? Ni somo gani Yesu alipenda kuwapatia pale? Yesu alipenda kuambia sisi hatuna na kazi tu ya kupeleka chakula ya kiroho. Tuna mamlaka, tuna akili, tuna hekima ya kuweza kupeleka mpaka na chakula ya mwili. Nikisema vitu vya maisha ya dunia hii vimepewa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuvifikizia kanisa. Angalia ine inatokea pale. Muna nini? Wakasema bana na chochote pale. Mwishoni wanasema tuna mikate tu. Kuna kijana na mkate. Na kijana mahali hapa na mikate chache na samaki chache. Wakazarau kwenye akili yao, wakazarau mikate chache, wakazarau samaki chache, kwa sababu walitazama wingi ya watu walikuwa wengi sana. Lakini Yesu alijua ya kwamba kutokea kuchache tu hawa watu wote wanaweza kula. Kanisa tunapewa nafasi katika kanisa na kanisa letu zote ya Yesu Kristo. Hakuna kanisa kule hakuna wakati ya kuweza kutoa sadaka. Kuna mahali watu wanatoa tu sadaka. Kama unafika mwishoni baki hesabu sadaka, unaweza kutanisha natokea hata 500. Usiongea seme hii 500 ni kidogo. Ni ile Yesu anapenda kutufundisha. 100, usiongea sene kidogo. Ujifunze namna gani utaweza kujumlisha 100 kufikia kumamia na mamia. Sawa sawa. Sisi tumeitwa kufundisha habari njema, kupeleka watu kufanya kazi, kufanikiwa kwenye makazi zao, kutajirika, lakini wasikwe watajiri kwa ajili yao wenyewe. Biblia inasema mshikwe watajiri kwa ajili yenu wenyewe. Mkwe watajiri kwa ajili ya habari njema na ufalme wa Mungu. Amen. Sisi hatutaki kwenye njia ya Kristo watu wakuwe wa maskini, japo tuingaliki wa maskini, kwa sababu kama unakosa usiongea sema hapa mimi nakosa na kwa kama njoo mpango wa Mungu. Kukosa kunawezekana, lakini si mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Mungu ni tayari kututosha pa ile kiwango na kutuingisha kwenye kiwango kingine kama sisi tunakubali. Tuko natafuta mali kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya habari njema, ikuwe na izidi kwenda mbele. Lakini wale wanafundisha ile tunaita kwa makosa seme injili ya mafanikio, wale wanafukuzia tumbo lao tu. Lakini hata wanatafuta tumbo lao, Biblia inasema Kristo anahubiriwa tu. Tunamsikiliza mwalimu wetu Willy Balebela kutokea DRC. Ni mwalimu wa Center for Teachings and Practice of Christocracy, ambaye amefafanua pamoja na mimi mtume kuhusu kwa nini mwanakristokrasia au mfasi kwenye ufalme wa Mungu anatakiwa kuwa na nafasi ya juu kwenye jamii, kwenye taifa, hata kwenye bara, na tofauti kati ya kutengeneza rasilimali pesa na kutafuta mafanikio. Kifupi amesema ya kwamba kutafuta mafanikio au kufanikiwa ni kusudi la Mungu, kwamba kila mtu lazima afanikiwe, kwa sababu Mungu ametaka kila mtu afanikiwe, na kila mtu ni msimamizi wa rasilimali, vitu ambavyo Mungu ameviumba. Mafanikio ni lazima. Lakini shida inakuja, haya mafanikio unataka kufanikiwa kwa nini? Kwa sababu gani? Sasa unapoanza kutafuta kufanikiwa kwa ajili ya maslahi yako binafsi, hapo sasa utafanya kila kitu. Utaiba, utatumia njia nyingi sana ili upate kufanikiwa, kwa sababu unatafuta vya kwako. Lakini kama utatafuta rasilimali pesa na kutengeneza pesa kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu, ni kusudi la Mungu. Mimi ninaamini ya kwamba kwenye Kristokrasia tunapofundisha somo la wealth creation, tunaangalia kitu kimoja cha muhimu sana. Amesema hapa kwamba huwezi ukatimiza kusudi la Mungu kama hauna na rasilimali za kutosha. Katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukawa vizuri, lakini ulimwengu wa kawaida utakuwa na vizuizi. Kuna vitu utapungukiwa na vitu.
Ndio maana aliwaambia wale wanafunzi kwamba wapeni chakula. Na ni kweli wanafunzi walichanganyikiwa kwa sababu wao kile kipindi walikuwa hawajaelewa. Walikuwa wanajua tu kwamba Yesu Kristo yupo kwa ajili ya masuala ya kiroho, lakini ilifikia wakati akawapa mtihani wape chakula, lakini wakakuta kwamba hawakuwa na chakula. Lakini kuna kijana mmoja ambaye hawakutaja hata jina lake, alionekana ana samaki wawili na mikate mitano, na yeye akagundulika kwamba ana hivyo vitu, akakubali hivyo vitu vinne mikononi mwa mitume vipelekwe kwa Yesu, akavipeleka kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo huyu kijana naye anaonekana kwamba alikuwa ni mwana kristokrasia, kwa sababu wakati wengine hawakuwa na vitu, yeye alikuwa na vitu ambavyo alikuwa navyo si kwa ajili yake, kwa sababu aliamua kuvitoa akavipeleka kwa Yesu. Kwa hiyo vikatengeneza muujiza. Kwa hiyo rasilimali pesa tunazozitafuta, namba moja, ziwe kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwa mafundisho, kwa mujibu wa mafundisho ambayo ametufundisha au mchango wa mwalimu wetu Willy Balebela, anasema injili ya mafanikio. Kusema injili ya mafanikio, haipo injili ya mafanikio. Injili ni moja tu, ambayo ni injili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu, mafanikio ni haki, lakini unafanikiwa namna gani? Tunafanikiwa kwa kutengeneza kazi. Tunasema we have to create. Tuna create work, we initiate, tunabuni kazi, tunatengeneza, ili tunapofanikiwa tuendeleze kazi ya Mungu. Lakini tunapofikia sasa kutafuta mafanikio labda kwa njia ambayo sio halali, alafu tukasema tumefanikiwa, hiyo sio mafanikio. Hiyo tunaweza kuipa jina nyingine, lakini mafanikio yanatokana na kazi, nguvu kazi, na yanatokana pia na ubunifu ambao Mungu ametupa. Imetokana pia na vipaji. Tukitumia vipaji vyetu vizuri, tukitumia ubunifu ambao Mungu ametupa vizuri, na kutumia nguvu zetu ambazo Mungu ametupa katika rasilimali vitu vilivyopo, tutakuwa matajiri. Na tajiri anayemjua Kristo ataendeleza kazi ya ufalme. Amen. Dokta, kuna kitu kimoja kwa kumalizia nilikuwa nataka tu niseme na mtazamaji na msikilizaji kwamba pesa ina ushawishi mkubwa sana. Kwa hiyo ushawishi wa pesa ni mkubwa kiasi kwamba inaweza kumubadilisha mpaka mtu wa Mungu. Kwa wanavyosema, inaweza kubadilisha mtu yoyote yule. Unaweza kuona mtu akiwa maskini yuko aina nyingine, anapopata pesa anabadilika. Inaonesha nguvu ya ushawishi wa pesa. Sasa kama pesa ina ushawishi na sisi watu wa Mungu tukadharau ushawishi wa pesa, maana yake pesa tunaweza tukayaachia walimwengu. Sasa tukiwaachia walimwengu pesa, inaweza kawashawishi ikawafanya wao wakawa watu wa ajabu sana. Kwa hiyo ni bora sisi watu wa Mungu tuwe nazo, kwa sababu tuna uwezo kushawishi paka na pesa. Tuna uwezo wa kutawala pesa ili isibadilishe maisha yetu au mienendo yetu. Kwa hiyo kuna mtu mmoja kusema kwamba nani, watu wa Mungu msitamani kuwa na pesa kwa sababu pesa itawapeleka kwenye dhambi kabisa. Mimi nikasema hapana, pesa haiwezi kumpeleka mtu wa Mungu kwenye dhambi. Ikimpeleka kwenye dhambi, maana yake yule mtu hakuwa wa Mungu, asikuwa na misingi nzuri kwenye somo. Hakuwa wa Mungu, ni wa Mungu kwa sababu ameumbwa, lakini yule ni wa shetani, kwa sababu pesa haiwezi kumbadilisha mtu wa Mungu, kwa sababu pesa ni zana tu, kama nilivyosema kwenye vipindi vingine. Kwa nini ninunue gari leo, gari yangu inipeleke mimi kufanya mambo mabaya? Haiwezi kunipeleka kwa sababu mimi ndio nimeinunua na ninaitawala, nina uwezo juu yake. Kwa hiyo wasikilizaji na watazamaji wote wana Kristokrasia, ni kipindi chetu cha Kristokrasi. Kristokrasi ni mamlaka ya utawala wa ufalme wa Mungu duniani kupitia mabalozi wake. Hawa mabalozi ni watu wanaowakilisha ufalme wa Mungu duniani, na wao wana picha ya Mungu na wana maisha yao ni ya kimungu, na hawaishi katika uzembe. Wanaishi kwa kujua na nafasi yao duniani na kazi zao wanazozifanya, kazi zao kwenye jamii, kwenye taifa. Kwa hiyo na wao wanatawala pamoja na Kristo duniani. Na Mungu akubariki sana, na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa kututembelea. Asante sana. Ninajua mtumishi wa Mungu tuko naye, amepita tu hapa mara moja kwenye TV yetu, lakini iko kazini, anaelekea kwenye misheni huko Burundi.